Ila msingi wa mafanikio yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu na uwajibikaji katika kila ngazi, kuanzia juu mpaka chini. Kwa msingi huo, na ili kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili, tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, ubadhirifu, uzembe, ukosefu wa nidhamu na maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kuturudisha nyuma kwa kuendekeza maslahi binafsi. Kwa waheshimiwa wabunge, swala la utawala wa sheria na uwajibikaji ni swala la msingi katika utekelezaji wa mipango yetu. Tunao mwongozo wa mkuu wa nchi, lakini pia mkuu wa nchi sio mkuu wa nchi. Wabunge wengi wasisema ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kazi yetu ni kusimamia haya ambayo tunayasema. Kwa tusikwepe, tusionane aibu kuwajibishana pale ambapo mtu anakwamisha utekelezaji wa mipango yetu. Hili ni jambo la msingi. Lakini msingi wa tatu, tulienda kwenye uchaguzi tukashindanisha ilani na hatimaye wananchi wakachagua ilani ya chama kimojawapo, inaitwa Chama cha Mapinduzi. Hii nayo itatuongoza katika miaka 5 ijayo. Na safari ilani ya CCM kwa mara ya kwanza imeweka sura mpya ya ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa ilani. Ipo hapa. Inasema nini? Aya ya 108 ukurasa wa 71. Tunakumbushana tu. CCM itahakikisha sambamba na ya Mheshimiwa Rais inapiga vita vitendo vyote vinavyoweza kukwamisha utekelezaji wa malengo yaliyowekwa, ikiwemo rushwa, uzembe na umangimeza. CCM itahakikisha kuwa serikali inaweka uongozi wenye dhamira thabiti. Ndio sisi tumewekwa sasa, ndio sisi hapa mawaziri na nyewe wabunge tuna dhamira katika ngazi zote katika serikali kuu mpaka serikali mitaa. Lakini muhimu, mkazo utawekwa katika kupata matokeo ya haraka badala ya kutumia muda mwingi katika kushughulikia michakato. CCM haitavumilia ucheleweshaji wa utekelezaji wa programu ya miradi ya maendeleo iliyopangwa. Kwa waheshimiwa, pale ambapo tumepanga na tukachelewesha utekelezaji ni kukwamisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ni nani hao watekelezaji? Kwa sababu hapa waheshimiwa mkisimama ni kana kwamba kuna mtu ambaye anahusika na wengine hawahusiki. Ilani inasema nini? Nani ni mtekelezaji na msimamizi? Kwanza kikatiba, bunge hili lina kazi 3: kushauri, kuisimamia serikali na kutunga sheria. Kwa hiyo tusikwepe wajibu wetu wa usimamizi. Lakini ilani is even more specific, inasema hivi, ukurasa wa 77: katika ngazi ya taifa, usimamizi wa utekelezaji wa ilani ya CCM utafanya na wabunge pamoja na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Sasa wabunge ni nani? Si ndio sisi hapa? Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, tusinyoshe tu vidole kwa watu wengine, tunyosheane. Mipango hii ikikwama, wote tuliomo ndani tunahusika. Mipango ikifanikiwa, wote tuliopo ndani tunahusika. Kwa hiyo tujipange, tusimamiane, tuwajibishane. Ili ninalo kwetu, tuna mwongozo, tuna kila kitu, ni jukumu letu.